Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Kuelekea siku ya wanawake duniani mwaka huu Machi 8, ninakupeleka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia jinsi walinda amani wanawake wa Umoja wa Mataifa kutoka nchini Tanzania wanavyosongesha haki na sheria miongoni mwa wanawake wanaowahudumia. Kwa tunavyokuwa tunaenda huko vijijini kukutana na hao raia ambao wamepata hizo changamoto, tunazipokea hizo changamoto zote ambazo zinahusiana na hayo mambo ya unyanyasaji wa kingono na uzalishaji wa kijinsia, tunazipeleka kwenye ofisi husika ambao dawati la jinsia liko hapo MONUSCO. Na katika jifunze lugha ya Kiswahili, je, wafahamu maana ya neno engua? Kama la, jiunge nami hadi mwisho kwa jarida hili. Ni Alhamisi ya tarehe 5 ya mwezi Machi mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kuzuia kuenea kwa silaha duniani. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo nawasilishwa kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold. Asante Lea. Ikiwa leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya uelimishaji umma kuhusu kuzuia kuenea kwa silaha, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake mahususi kwa ajili ya siku hii ameonya kuwa ndoto ya dunia ya kuishi kwa amani iko hatarini. Amesema hatari ya matumizi ya silaha za nuklia iko katika kiwango cha juu zaidi katika miongo kadhaa, huku mivutano ya kimataifa na ongezeko la matumizi ya kijeshi vikichochea mashindano ya silaha. Amewataka viongozi wa dunia kupunguza mivutano, kusitisha mashindano ya silaha na kuwekeza katika juhudi za kujenga amani na kuimarisha mifumo ya kuzuia kuenea kwa silaha hatari. Wakati macho na masikio ya ulimwengu yakiangazia mgogoro wa Iran, katika upande mwingine, hali ya kibinadamu nchini Afghanistan inaendelea kuwa mbaya kufuatia mapigano katika mpaka wa nchi hiyo na Pakistan. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, mashambulizi ya anga na mapigano ya Afghanistan na Pakistan kati ya tarehe 26 mwezi uliopita kufikia juzi tarehe 3 mwezi huu wa Machi yameathiri majimbo 10. OCHA inasema kufikia jana tarehe 4, raia 56 wameripotiwa kufariki dunia na 129 kujeruhiwa. Mashambulizi ya anga pia yameharibu miundombinu ya kiraia pamoja na kituo cha shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM kinachosaidia watu kupumzika kwa muda wakati wakiyakimbia maeneo yao. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO limesambaza karibu tani 6 za dawa na vifaa tiba vya dharura katika mji wa Rubaya, jimboni Kivu Kaskazini. Rubaya imeathiriwa na migogoro, maporomoko ya ardhi na milipuko ya magonjwa kama kipindupindu, surua na mpox. Jonas Imani, muuguzi msimamizi katika eneo la Kiroshe, anasema tumeridhishwa sana na msaada huu wa dawa kutoka WHO kwa sababu unasaidia mahitaji yaliyotolewa na vituo vya afya. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili na tutakwenda Bakiza nchini Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Wakati dunia ikielekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani tarehe 8 Machi mwaka huu, tuelekee huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambako walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania nao ni sehemu ya wanajeshi wanaotekeleza jukumu la ulinzi wa amani. Na katika mada hii kwa kina, tunamulika ni kwa vipi ushiriki wao umekuwa sehemu ya ufunguo wa mafanikio wa jukumu la ulinzi wa amani na usalama la Umoja wa Mataifa jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa taifa hilo la Maziwa Makuu.
Afisa habari wa kikosi cha msaada wa haraka cha 5 cha Tanzania, TANSQRF 05, kinachohudumu chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo, MONUSCO, Kapteni Ali Ituja, amefuatilia mchango wao na kuandaa mada hii kwa kina, inayowasilishwa kwako na Private Habib Shaban. Haki, sheria na usawa kwa wanawake wote. Ni walinda amani wanawake wa kikosi cha utayari cha 5 TANSQRF kinachohudumu chini ya mwamvuli wa brigedi ya kujibu mashambulizi FIB ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, walipokuwa wakichagiza kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu 2026. Kapteni Zidina Ngililea ni afisa wa masuala ya jinsia, anaeleza namna ambavyo amekuwa akiwasaidia wanawake waishio katika mji wa Beni Mavivi kwa kuunganisha na dawati la jinsia la MONUSCO katika kufikia haki zao wanapokumbwa na madhila mbalimbali. Jukumu langu kubwa ni kwenda kufanya mahusiano na kusikilizana na raia ambao wako katika eneo letu la wajibikaji, kuwasikiliza, kugundua na mashida mbalimbali au changamoto mbalimbali ambazo zinawapata. Na kwa namna ambayo tunaenda kuzungumza nao, tunawapa elimu namna gani ya kuweza kujitambua, wana nafasi gani katika jamii, umuhimu wao katika jamii na katika familia kwa ujumla. Kama tunavyojua, wanawake ni nafasi kubwa sana katika kuleta ile amani ya kudumu na kuleta maendeleo katika nchi au katika kijiji fulani. Kwa hiyo tunawaambia wasio katika ile hali ya hofu. Wakiwa wanapata shida zozote, wawe na amani, waweze kuja kutuona. Kwa hiyo tunavyokuwa tunaenda huko vijijini kukutana na hao raia ambao wamepata hizo changamoto, tunazipokea hizo changamoto zote ambazo zinahusiana na hayo mambo ya unyanyasaji wa kingono na uzalishaji wa kijinsia, tunazipeleka kwenye ofisi husika ambao dawati la jinsia liko hapo MONUSCO. Mlinda amani Private Diana Kimambo, yeye ni daktari wa kinywa na meno, amemulika kauli mbiu hiyo katika muktadha wa sheria. Sheria ndio mlinzi wa haki. Katika kuchagiza kauli mbiu ya siku ya wanawake mwaka huu, ni muhimu sheria zilizowekwa ziendelee kusimamiwa kikamilifu kwa ustawi wa wanawake. Binafsi nililindwa na sheria, nikapata haki ya elimu ya udaktari wa kinywa na meno na baadaye kujiunga na Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania. Na mpaka sasa nipo hapa nchini Kongo kama mlinzi wa amani mwanamke kutoka Tanzania chini ya mwamvuli wa MONUSCO, nikiendelea kutoa huduma ya udaktari wa kinywa na meno katika kikundi changu. Pamoja na majukumu hayo, walinda amani hawa wanawake pia wamekuwa wakitekeleza majukumu mengine kwa kushirikiana na walinda amani wa kiume. Private Zulfa Mwita ni dereva wa magari katika kikosi cha TANSQRF na hapa anadadavua zaidi katika suala zima la usawa wa kijinsia. Usawa wa kijinsia ni haki ya msingi kwa kila binadamu. Pia ni chachu katika maendeleo. Kwa muda mrefu, jamii imekuwa ikifahamu kwamba wanawake hawawezi kutekeleza majukumu yao kama anavyoweza kutekeleza wanaume katika nyanja mbalimbali. Lakini mimi ninasema tunaweza kutekeleza majukumu sawa sawa na wanavyotekeleza mwanaume. Nikijitolea mfano, mimi mwenyewe ni dereva mwanamke ambaye ninatekeleza majukumu yangu sawa sawa na wanavyotekeleza wanaume. Hivyo basi, kumnyima mwanamke haki ya usawa ni kuchelewesha maendeleo katika jamii. Tangu mwezi Mei mwaka 2013, vikosi vya Tanzania vimekuwa sehemu ya FIB hapa DRC, ambapo Daasisi Kibondo ambaye ni mwanamke mkazi wa eneo hili alinipatia tathmini ya utendaji wa kikosi hiki nilipozungumza naye mapema mwaka huu katika mahojiano maalum. Ni tangu mbele ndo tunasumbuliwa na ukosefu wa usalama. Kuna mama ambao wanabakwa wakifanya kazi za shamba. Kuna wengi ambao wanapitia shida mbalimbali kupitia ukosefu wa usalama. Halafu kutoka siku vikundi vya Tanzania vilifika huko, tumeweza kuona mabadiliko kidogo. Kwani ni watu ambao walikuja kutusaidia na tuna imani kama wataendelea kutusaidia na sisi pamoja nao tutaweza kurudisha usalama katika nchi ya Kongo na hata huku kwetu Oicha. Amri na ishara utazisikiza kutoka kwangu. Swali la kujiuliza, je, ni nini umuhimu wa walinda amani wanawake katika jukumu la ulinzi wa amani? Kamanda wa kikosi hicho Luteni Kanali David Nkungu anafafanua. Katika mgawanyo wetu wa majukumu, wanawake pia wamekuwa wakihusishwa katika kila jukumu tunalopatiwa. Wamekuwa na mchango mkubwa sana hasa katika kuifikia jamii
jamii ambayo imeathirika na machafuko haya yaliyopo kwenye eneo hili la uwajibikaji. Kwa mfano, wanawake wamekuwa na msaada mkubwa sana kwenye kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa jamii inayowazunguka, tukitambua ya kwamba waathirika wakubwa wa haya machafuko ni wanawake na watoto. Hivyo katika kikundi changu wamekuwa wakitumika wanawake kuwafikia wanawake wenzao, kwa sababu mwanamke anapoonekana kwenye kikundi kama hivi cha ulinzi wa amani inamjengea confidence raia mwanamke kuongea au kutoa taarifa kwa mlinda amani mwanamke, tofauti na ilivyo kwa walinda amani wa kiume. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wanawake wanao nafasi kubwa na msaada mkubwa wanapojumuishwa kwenye majukumu ya vikundi vyetu. Akaenda mbali zaidi kuelezea mapendekezo yake kwa wanawake na jamii kwa ujumla. Wanapoaminiwa waonyeshe kwamba sasa huo uaminifu kweli unawekwa juu yao. Wahakikishe kwamba wanatekeleza majukumu ipasavyo kwa kadiri walivyoaminiwa. Lakini pia jamii ambayo tunaihudumia kwenye ile eneo la uwajibikaji iendelee kuwaamini hawa wanawake ambao wameaminiwa kushiriki kwenye ili jukumu la ulinzi wa amani. Kwa nukta hii, na hapa ndio nafikia kaditama ya makala haya kutoka Beni Mavivi, jimbo la Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Private Habibu Shabani wa Tanzi QRF. Asante sana Kapteni Ali Ituja na Private Habibu Shabani kwa mada hiyo kwa kina kutoka DRC. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, na mchambuzi wetu ni Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji huyu wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA nchini Tanzania. Leo anafafanua neno engua. Engua ni kuondoa kitu kinachoelea juu ya kitu kirowevu kama vile mafuta juu ya maji. Kuna wakati unaweza kuwa unataka kuondoa kitu kisichotakikana katika sehemu ya maji, kwa hiyo unaengua. Inawezekana kwenye maji kumeingia vitu kama majani au kuna vitu juu kumefanya mafuta, unataka ile mafuta yasiwemo. Wakati mwingine hata kama unapika kitoweo kama nyama, samaki, hutaki mafuta mengi katika kile unachokipika, basi unakuwa unaengua kile kitu kisichotakikana katika kile kitu kirowevu kama maji. Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa ufafanuzi huo. Nami kufikia hapa napata fursa ya kufunga jarida letu hii leo, lakini tutakutana tena Jumanne ijayo kwa jarida jingine la video. Kwa upande wa redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata kusikia habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, jina langu ni Lea Mushi. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.